Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Diamond Platnumz siku leo amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuposti picha akiwa amelala kitandani, lakini akiwa na nyoka wawili, mmoja mweusi na mwingine mwekundu. Watu wakawa wanajiuliza nini ambacho kinaendelea, ni kwa nini Diamond ameposti hii picha katika ukurasa wake wa Snapchat. Unaweza kujiuliza, mara nyingi sana Diamond Platnumz amekuwa akitupiwa lawama kwamba yeye ni msanii ambaye anatumia uchawi, yeye ni msanii ambaye amejiunga na Freemason. Mara nyingi sana tunasikia hizo story, sio mara ya kwanza Diamond Platnumz kuhusishwa na masuala mazima ya kichawi au masuala mazima ya ushirikina. Jambo ambalo Diamond siku leo baada ya kuposti hii picha katika ukurasa wake wa Snapchat ikiwa inamuonesha amelala kitandani akiwa na nyoka wawili, mmoja mweusi na mmoja mwekundu, kila mtu akawa anajiuliza nini ambacho kinaendelea kwa Diamond Platnumz. Na ukiangalia sasa hivi hapa Tanzania hakuna msanii ambaye anamfikia Diamond. Ni msanii pekee ambaye yupo on top. Ni msanii pekee ambaye viingilio vyake katika show zake kiukweli ni za tofauti sana. Yani inamaanisha viingilio vyake ni vikubwa sana, lakini mashabiki wanajitokeza kwa asilimia kubwa sana. Yani kiufupi, ukiangalia mafanikio ya Diamond Platnumz yamekuwa ni mafanikio ambayo msanii yeyote wa hapa Tanzania, hakuna msanii ambaye anamfikia, hakuna msanii ambaye anaweza kufanya vile vitu ambavyo Diamond anavifanya. Ukiangalia tour zake, hii retro tour, kiingilio cha chini zaidi ni 70,000. Sasa unaweza ukajiuliza ni msanii gani hapa Tanzania aliwahi kuweka show, aliwahi kufanya show ambapo kiingilio akaweka kiingilio cha chini kabisa 70,000. Viingilio vingi tunafahamu 10,000, 15,000, vikiwa VIP huko ndo vinapanda juu 50,000, 100,000. Lakini Diamond Platnumz amekuwa tofauti, ameonyesha utofauti wake, ameonyesha ukubwa wake. Lakini swala kubwa ni hili swala la hii picha kuiposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa amelala kitandani na nyoka. Lakini sio mara ya kwanza tunasikia kuhusiana na Diamond Platnumz kumiliki viumbe kama hivi, kwa sababu tu ya zile tetesi zake kwamba Diamond Platnumz ni mtu ambaye anatumia ushirikina, ni mtu ambaye pesa zake mara nyingi sana ni za kichawi. Mambo yamekuwa ni mengi sana, lakini Diamond baada ya hii picha imezua mambo mengi sana, kila mtu akiwa anasema labda huenda zile story ambazo zimekuwa zikizungumzwa mitandaoni, Diamond Platnumz ana mambo ya kishirikina, Diamond Platnumz ana mambo ya kichawi, basi huenda ni kweli. Lakini pia ukweli kuhusiana na hawa wasanii, Dula Makabila mara nyingi sana ananika, anakuambia hakuna msanii asiyokuwa anaenda kwa waganga. Hakuna msanii ambaye anajilinda peke yake kwa nguvu zake. Kila msanii anaenda kwa mtaalamu wake, anamwamini ili mradi tu aweze kupatiwa kinga, kwa sababu Dula mara nyingi sana anazungumza ukweli na kusema wasanii wengi wa hapa Bongo huwa wanalugana. Akimwona msanii mwenzake tayari yupo juu on top, ameshafanya vizuri, anaanza kumtupia, anaanza kumloga ili mradi tu yule msanii aweze kushuka chini. Sasa ili msanii uweze kusimama, lazima tutafute mtaalamu wako, ili mradi tu mtaalamu atakapokupa dawa, wewe mwenyewe utajua utamanage vipi na utaendelea vipi mbele. Kitu ambacho tumeweza kukiona kwa Diamond, ukiangalia katika show yake huko Dodoma, ameamua pale hotelini kulala na nyoka wake wawili. Sasa unaweza kujiuliza hao nyoka ametoka nao Dar es Salaam au hao nyoka amewakuta huko Dodoma? Bado tunaendelea kujiuliza nini ambacho kinaendelea. Tushie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe, na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania.